nimekuja mbele zako kupitia madhabahu hii, naomba rehema na neema. Bwana Yesu, niko hapa, unisaidie. Natamani kusikia sauti yako jioni hii ya leo, sauti ambayo itaenda kuleta uzima moyoni mwangu. Bwana Yesu, jioni hii ya leo ninaomba yaliyoshindikana, yaliyofungwa, yaliyozuiliwa leo yakapate wepesi katika jina la Yesu. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Amen. Kama unaketi wasalimia watu wawili, watatu, wanne, watano, sita, saba pale. Barikiwa na Bwana jioni ya leo, wakuinue. Bwana akupe heshima. Mwambie haya maneno, Bwana akupe heshima. Bwana akupe heshima. Haleluya. Haleluya. Amesemaje ulipomwambia Bwana akupe heshima? Hebu mkamate tena, hilo neno ni tamu sana, hujajua tu. Mkamate mkono, mwambie Bwana akupe heshima. Haleluya. Unaweza ukaketi kama sio kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ni jioni nyingine ambayo Mungu ametupa kukaa katika madhabahu hii. Tuendelee na mafundisho yetu, na mafundisho haya ambayo yanaweza kusaidia kuvuka mahali au kufika mahali. Kwa vile ambavyo Mungu amepanga jioni hii ya leo, ni matumaini yangu kuna mahali utaenda kuvuka katika jina la Bwana. Kesho tutakuwa na maombi maalum hapa. Na maombi ambayo tutaomba kesho, tutaomba aina mbili ya maombi kutokana na kile nitakachofundisha leo pia. Maombi ya kesho ni kwa habari ya kusudi lako. Nilifunza habari ya kusudi, kwamba kusudi ni package au ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya mtu. Na Mungu anatamani kile alichokiweka kitokee kwa haraka. Lakini kina mashambulizi kadha wa kadha. Kwa hiyo tusipoombea kusudi lililovamiwa, hatuwezi kufika kwenye malengo ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa hiyo jioni ya leo ninakusihi katika Bwana, andaa moyo wako kwa ajili ya maombi ya kesho. Uliyesema amina, umenibariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakapokuja kesho, tutakuja ili tuombe. Nguvu yetu kubwa tutaiweka kwenye maombi, na Bwana atatusaidia, tutatoka mahali. Kitabu cha Esta mlango ule wa 4 mstari wa kwanza ndio somo letu limesimama pale. Kitabu cha Esta mlango ule wa 4 mstari ule wa kwanza ndio somo letu limesimama pale. Kitabu cha Esta mlango wa 4 mstari ni ule wa kwanza. Kama una neema ya kusoma, tusome pamoja. Tufungue pamoja kitabu cha Esta mlango ni ule wa 4 mstari ni ule wa kwanza pale. Ningetamani tufungue pamoja Biblia zetu, tusome kwa umoja kabisa. Kuna mtu amepata? Tuliopata tusome basi. Hebu muulize jirani yako, mwambie hivi ulikuwa unasoma nini? Bwana asifiwe. Haya, turudie tena sasa hivi tusome tukimaanisha. Haya, twende basi. Mordekai kujua mambo yote yaliyofanyika. Akafanya nini? Akalia kwa sauti kubwa ya uchungu. Aliingia kwenye toba. Kilichofanya alie ni toba dhidi yao kwenye
iko mbele ya macho yao. Kwa hiyo tunaposhughulikia kusudi, tumekuwa tusimama na mstari wa Esta 4:1. Kitabu cha Mithali 19:21. Kitabu cha Mithali 19:21. Kitabu cha Mithali 19:21. Unaiona vita ya kusudi pale, ameiandika kwenye kitabu cha Mithali. Mmepata watumishi wa Bwana? Ningetamani tusome kwa umoja. Mithali 19:21. Hii ni vita ya kusudi. Anasemaje? Mnahila tende. Turudie tena. Mgeukie jirani yako afu mwambie hayo maneno. Mwambie rafiki, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini sio wewe. Rudia tena, mwambie rafiki, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, sio wewe. Haya, tuendelee. Lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Rudia haya maneno ukimsomea jirani yako. Mwambie shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Tusome Zaburi ya 33 mstari wa 11. Hii ni mstari tunakuwa tukiiacha nyuma, kwa hiyo nimeona tusome Zaburi ya 33 na mstari mdogo wa 11. Zaburi ya 33 na mstari mdogo wa 11. Shauri, twende. Lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi. Bwana asifiwe. Tusome kwa ushindi. Ile mstari inatia moyo sana. Twende. Shauri la Bwana litasimama milele. Hata wakusema, hata watake kukubomoa, hata watake kukuharibia, shauri la Bwana litafanya nini? Litasimama milele, na makusudi ya moyo wake vizazi hata vizazi. Makusudi ya moyo wa Mungu yatasimama vizazi hata vizazi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tulijifunza kwa habari ya kusudi la Mungu na upinzani, na tukaanza kuangalia lazima ulitambue kusudi la Mungu katika maisha yako. Maswali 4 tulishajifunza, nimerudia sana. Mungu anataka niwe nani? Mungu anataka nifanye nini? Mungu anataka niwe wapi? Mungu anakusudia nipate nini? Haya ni mambo ambayo tunakuwa tukiangalia na tumejifunza. Lakini tukaangalia vile vipande vitatu vya kusudi. Kipande cha kwanza cha kusudi ni kusudi lako wewe binafsi. Tukaangalia pale makusudi yako binafsi huwa ina mwisho, na makusudi yako binafsi yamebeba tamaa. Kwa hiyo tulijifunza na tukaangalia mistari kadha wa kadha, lakini pia tukaangalia kusudi la shetani ndani ya mtu. Shetani anaweza kuweka kusudi lake ndani ya mtu. Tuliangalia hii jana na tukaangalia matatizo ambayo yanaweza kukutana na mashetani. Leo nilikuwa tuangalie kile kipande cha 3 ambacho kinaitwa kusudi la Mungu. Alafu ningekupa pointi zifuatazo leo, tutazungumza kesho. Faida ya kukaa kwenye kusudi la Mungu. Hii nikisoma huwa inanipa amani sana. Kuna faida ya kukaa kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nikupe hiyo tujifunze. Ningekuonyesha faida kama kwenye faida 5 au 6 za kukaa kwenye kusudi la Mungu. Kwa sababu kesho tuna maombi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bado Yesu asifiwe. Kwa sababu ya maombi ambayo tutakuwa nayo kesho, ningetamani tuangalie kusudi lako na nguvu iliyowekwa kwenye ardhi. Andika hii. Kusudi la Mungu na nguvu aliyoiweka
kwenye ardhi. Kwa hiyo tutakapokuja kesho, tutaomba ile kusudi la Mungu kupitia ardhi lisimame. Na wewe kuonyesha mambo kadha wa kadha hapa yanayohusiana na nguvu ambayo Mungu aliiweka, lakini kwa kupitia ardhi. Maana yake kuna kusudi. Mungu anapoachilia ardhi namna hii, alikuwa ameachilia nguvu yake ndani yetu. Naomba tusome kama shuleni. Tusiwe na haraka leo. Tutatumia dakika zetu zile zile, lakini tusome kama tuko shuleni. Tufungue kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 47. Ningetamani kila mtu afungue hii. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 47. 47. Wakorintho wa kwanza 15:47. Wakorintho wa kwanza 15:47. Sikia kabla tujasoma. Kuna nguvu kubwa sana inayoendeshwa na ardhi kwa ile kusudi ambayo Mungu amelikusudia kwa mtu. Umesikia kitu ninasema? Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudie. Kuna nguvu kubwa sana ambayo imewekwa kwenye ardhi. Ndani yake imebeba kusudi la mwanadamu. Mwanadamu huyu unayemuona, ili aweze kuwa mtumilifu, kuna nguvu ambayo imewekwa kwenye udongo au kwenye ardhi inayoweza kukusaidia kutembea kwenye ile kusudi ambalo Bwana amekusudia. Okay. Kitabu cha Wakorintho. Hebu fungua kila mmoja. Nimesema tujifunze. Unapojifunza kuna vitu vingi sana unavipata. Wakorintho wa kwanza 15:47. Inawezekana huu mstari hujawahi kusoma. Bwana akupe kitu leo jioni. Mmepata? Haya, twende tusome. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Weka nukta kwa sababu nimesema leo nafundisha. Sema mtu wa kwanza anatoka katika nini? Sio sauti za watu hapo. Mtu wa kwanza anatoka katika nini? Katika nchi. Sawa? Alafu anasema, hebu soma pale. Naye umeona hii? Mtu wa kwanza aliyeumbwa alitokana na nchi. Okay. Wataalamu mliokaa hapa, nchi ni nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Haleluya. Anasema mtu wa kwanza atokana katika nchi. Alafu ni wa udongo. Udongo tunazungumzia mavumbi yako huko nje. Maana yake tungesema ni wa mavumbini. Lakini hapa anasema ni wa nini? Ni wa udongo. Naweza kusoma pale tumalizie. Twende. Bwana asifiwe. Angalia pale anasema mtu wa kwanza atokana na udongo. Kwa hiyo unapoenda kwenye utawala, asili ya mwanadamu ni asili ya udongo. Anasema mtu wa kwanza atokana na udongo. Utaelewa leo jioni. Kumbe mimi ninapojidai nimekoleka na kasuti, mimi ni wa udongo. Sijui kama mnaelewa. Anasema mtu wa kwanza atoka katika nchi, naye au lile neno pale anasema ni wa udongo. Mtu wa pili anasemaje? Mtu wa pili anatoka wapi? Mbinguni. Haya, angalia huko mbele. Wakati Mungu anaumba, akatuumba kwa mavumbi ya ardhi. Kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo 2:7. Anasema mwanadamu akaumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Alafu Mungu akampulizia pumzi ya uhai. Sasa mtu wa pili ni huyu ambaye amepuliziwa pumzi ya uhai.
ndio huyu anasema atoka katika mbingu. Sijaelewa hata kama haki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hiyo vita yako ya usiku inaanzia kwenye kitu kinachoitwa ardhi. Na ndio maana ile Zaburi ya 90 wachungaji wanapenda kusema, na Zaburi ya 90 mstari wa 3 tusome. Zaburi ile ya 90 mstari wa 3. Zaburi ile ya 90 mstari wa 3. Tusome baba. Utachangamka tu sasa hivi, wala sio mbaya sana. Zaburi ile ya 90 mstari ule wa 3. Anasemaje ule mstari wa 3? Angalia. Wamrudisha mtu mavumbini. Tuseme tena. Wamrudisha mtu mavumbini. Kwa nini? Asili ya yule mtu wa kwanza ni mavumbi. Kwa hiyo anasema thamani yake lazima arudi mavumbini. Jamani, hatuko kwenye msiba, tuko kanisani tunajifunza neno. Ukisikia masomo unaanza kuogopa na kutetemeka, anazikwa nani? Hazikwi mtu hapa mwaka huu wala mwakani wala mwaka kesho wala mwaka kesho kutwa, mpaka ule mema ya nchi. Sema amen. Unaona maneno kwenye Zaburi anasema warudisha mtu nini? Mavumbini. Usemapo rudi enyi wanadamu. Sasa unapoenda kusoma ile Wakorintho wa kwanza, anasema huyu mtu ambaye anarudishwa mavumbini alitoka kwenye nchi, naye ni wa udongo. Kwa hiyo value ya mwanadamu ni thamani ya mwanadamu ni udongo. Kilichomvalue mwanadamu, kilichomwongeza thamani mwanadamu ni yule mtu wa pili ambaye anatoka katika mbingu, ambaye huyu mtu wa pili aliingiza nguvu ndani yako. Ile nguvu ndio inakusaidia leo. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Hakuna kitu duniani ambacho kitokani na udongo. Naomba nirudie. Hakuna kitu. Hata hapa tumekaa hapa, mabenchi haya yanatokana na udongo. Haya unayaona haya. Ilipowekwa mbegu ikatokea hii. Ilipowekwa mbegu tunaona udongo huu umesaidia, tumejenga matofali, hizi maspika, hizi sijui nini, kila kitu unachokiona. Okay. Kwa hiyo mwanadamu, sema mwanadamu alibeba kila kitu. Alibeba vyote, mabenchi, miti, mawe, kila kitu, sumaku, chuma, dhahabu, vyote vilitokana na nini? Na udongo. Na ndio maana Mungu wakati anamuumba mwanadamu alikuwa serious sana, kwa sababu alikuwa anamuumba kwenye value, thamani ya juu sana. Sasa ndani ya ile thamani kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, Injili ya Mathayo. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu. Usiposikia raha, nasikia raha. Kuna wakati mwingine nikiwa nahubiri mpaka nasikia ndani. Si ningekaa kwenye benchi pale alafu ninasikia hiki ninachokisikia. Bwana asifiwe. Sijui shauri yako wewe peke yako. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu 13:24-25. 13:24-25. Nakuonyesha kitu. 13:24-25. Biblia anasema hivi, akawatolea nini mfano mwingine, akisema, unaona ufalme wa mbinguni, hebu sema ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyefanya nini? Aliyepanda mbegu njema katika nini? Kombe. Turudi hapa. Na ningependa kusikia. Anasema Wakorintho wa kwanza 15:47. Mtu alitoka katika nchi ni wa udongo. Sawa? Sawa. Zaburi ya 90 mstari wa 3. Umrudisha mtu kutoka nini? Mavumbini.
Bwana asifiwe. Kwenye Injili ya Mathayo, nadhani nikuonyeshe kusudi lako na nguvu ambayo Mungu ameweka. Kwenye Injili ya Mathayo anasema kitu cha ajabu sana. Anasema mfano wa mtu apandaye kondeni. Okay, kama mimi umesikia mchungaji, kama mimi ni wa udongo, maana yake adui anaweza akapanda kitu chochote kwenye udongo. Bwana asifiwe. Sikia, iko hivi, mtu wa udongo ametoka mavumbini, mtu wa nchi ametoka kwenye udongo. Kwa hiyo hapa tunapokuja tunazungumza kwenye ule udongo, unaweza ukapanda. Hata wewe una maamuzi leo pale nyumbani kwako, unaweza ukapanda mti hapo nje, unaweza ukaamua siku ile ni mti ukakata ukaweka mchicha. Kwenye ule udongo unaweza ukapanda kitu chochote. Sasa hapa kwenye kitabu cha Mathayo 13:24 anasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema. Kumbe Mungu anaweza akapanda mbegu kwenye udongo. Anasema, sikiliza ule mstari wa 25, lakini watu walipolala, akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano zake. Walipolala kwenye ule udongo ambao ni thamani ya mtu, wakaja wakapanda nini? Magugu. Ndio wewe ambaye umekaa hapa, una pressure ilipandwa, una sukari ilipandwa, una kansa ilipandwa, una kifaduro kilipandwa, una kutetemeka kilipandwa. Huyu mtu ambaye aliwekwa ametengenezwa kwa njia ya udongo, shetani akikuona hivi anaona huu ni udongo wa kupanda magonjwa, kupanda balaa, kupanda mikosi, kupanda laana, kupanda vifungo. Wakati Mungu anakuvali kwenye ile thamani ya udongo, shetani anaona mahali pa kupanda. Kila kilichopandwa kinang'olewa. Tusome mstari. Tusome tena. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu mlango wa 15. Glory be to God. Injili ya Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu 15:13. Kuna mtu ameona? Mimi nataka nikwambie maombi ya kesho utakuja legelege ukijua hiki tunakwambia saa hii. Akajibu akasema. Umeona pale? Atende wote. Jibu akasema, kila litang'olewa. Haleluya. Sasa nafikiri umeelewa. Nilianza na hiyo Wakorintho inaeleza mtu ametoka kwenye nchi, ni wa udongo. Maana yake ametoka kwenye nchi akaumbwa wa udongo. Alafu tunasoma hapa anasema, kila pando asilolipanda Baba yangu litafanya nini? Litang'olewa. Linang'olewa wapi? Kwenye mtu ambaye ni wa udongo. Wewe unapoona kansa, ile kansa ni pando mtu alikuja akapanda. Alikuwa anataka kuvuna, anavuna nini? Mauti. Mtu alikuja akapanda nini? Sukari. Anavuna nini? Sijui nini. Yule alikuja akapanda hicho. Na mimi nataka nikwambie leo, sukari yote tunairudisha kwenye chai. Pressure yote tunairudisha kwenye magurudumu ya gari la usharika. Hebu sema, sukari yote tunarudisha kwenye chai. Pressure yote tunairudisha kwenye magurudumu ya gari la usharika. Bwana asifiwe. Hakuna kubeba hapa pressure. Maana yake ni pando. Umenisikia? Biblia inasema hivi, kila pando asilolipanda Baba litang'olewa. Baba yetu ambaye ni Mungu wetu kwenye huu udongo ambao ni mwanadamu, ni Joeli, hakupanda vitu vya namna hiyo. Hakupanda uongo, hakupanda balaa, hakupanda uzinzi, hakupanda uasherati, hakupanda mambo ya ovyo. Anasema hilo pando ambalo adui alilipanda tulipolala. Kwenye ile Injili ya Mathayo 13:24-25 anasema walipolala walipanda magugu. Hilo pando leo naliona liking'oka kwa jina la Bwana. Piga kelele, sema ng'oka. Haleluya.
Mgeukie jirani yako, mwambie walichopanda tunang'oa. Wamepanda usipate kazi, tunang'oa. Wamepanda watoto wako wewe uoyae, tunang'oa. Wamepanda biashara yako ikatae, tunang'oa. Ni vile mbona unamsemesha kama unamuogopa? Mshike kabisa, mpige shati na mei, mwambie walichopanda tunang'oa. Leo lazima king'oke. Wamekupandia hasara, tunang'oa. Wewe kamata shati yake, kamata sketi, kamata suruali, mwambie walichopanda tunang'oa kwa jina la Bwana. Hebu sema ng'oka. Haleluya. Umeelewa? Kumbe wewe unatembea hivi, shetani akaja akapanda jambo ndani yako. Roho ya kushindwa ikapanda ndani. Kwa nini? Kwa sababu wewe mtu ni wa udongo. Nilipokuwa nasoma hii Revelation, ufunuo ulioandikwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:47, nikasema Mungu nifunze zaidi, nifundishe zaidi. Kumbe mimi naweza nikapandiwa kitu chochote. Ni hotuba iliyotengenezwa. Mungu alikuwa ameweka kitu. Na ndio maana ukipandiwa Roho Mtakatifu, nguvu za Bwana zikipandwa ndani yako, unaunguruma vile kama haijawahi kunguruma mahali popote. Maana yake kuna pando Bwana amelipanda ndani yako. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Siku moja nilikuwa ninaenda kwenye mkesha. Nilikuwa na matatizo kibao kichwani. Unajua kila mtu ana mambo yake. Yaani nawaza nyumbani, nawaza wazee, najiwaza mwenyewe. Nina matatizo lukuki. Nikajisemesha, nikajiita mkutano. Nikasema leo mimi hapa nisikae kule mbele. Wenzangu walikuja kurukaruka hapa na kuimba pande mawacha waimbe. Mimi nakaa nyuma kule, agenda nilizonazo nazisukuma mpaka ziishe kwenye mkesha. Wakiimba ninasukuma agenda zangu. Wakicheza ninasukuma agenda zangu. Wakifanya ninasukuma agenda. Sasa nimekaa kule. Wakaanza kumapambio. My God is good. My God is good. Umepandiwa vitu. Gudo anatokea wapi? Unaona kabisa hapa ngoma sitoponya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikaanza kusoma maombi. Baadaye nikasema Roho Mtakatifu, haya mambo ni mazito. Hivi mwa kukutana vitu vizito wewe. Yaani unakaa kwenye familia halina pia box wala anwani. Umewahi kukaa kwenye familia na namna hiyo? Halina pia box wala nini? Anwani. Unaona mambo hayaendi kabisa. Nikamwambia Roho Mtakatifu nijaze nguvu. Hapa ninapoomba, panda nguvu yako ndani yangu. Kwa hiyo nikaanza pale kwa damu ya Yesu. Ile najichochea kwa Bwana. Mimi kumbe wakati nimejawa na Roho, huku anatangaza sasa tunamkaribisha mhubiri. Mhubiri ni kijana wangu. Tunamkaribisha, mimi niko kule. Nilikuwa nanena kama beberu. Baba, sasa wametulia kimya kuja kunizoa. Wanaogopa na tunzoaje mtumishi wa Bwana. Unajua ile hekima ya kipendo ya kuwekewa mikono. Anakuja anawekea mikono. Roho Mtakatifu, wewe na hekima utulie kidogo. Yaani ile ukisema Roho Mtakatifu wewe na hekima ukitulia, huyo anayewekea mkono naye anaunga, anaanza kaunga. Baadaye wakapata hekima. Tumchote mzigo tumpeleke wapi? Ofisini tusikie neno. Wakanibeba, mmoja kashika suruali huku, mwingine suruali huku, mwingine. Yaani wakanibeba mzee wakaanza kunitupa ofisini kwa. Huku wanaendelea, na mimi naendelea. Wenzangu wamemaliza mkesha ile saa 8. Mimi naendelea maana nina agenda ambayo haizuiliki mahali. Mtu ni wa udongo, tumepandiwa mambo. Haya mambo lazima uende kwa agenda. Na ndio maana kesho tunaleta agenda zetu hapa. Tunamwambia Bwana hapa lazima kieleweke. Sijui kama umeelewa. Hapa lazima tufanye nini? Kieleweke kesho. Kwa nini kuna pando ambalo limepandwa sio la kwangu kabisa? Umewahi kujiuliza una pando la hasara? Ukinunua vikombe vinapasuka, ukinunua vijiko watu wakija kukusalimia wanaiba, ukifanya hivi mambo hayajakaa sawa. Yaani nyumbani kunakuwa shakarabara, hakieleweki kichwa ni nini, miguu ni ipi. Wajukuu wameshachora kila mahali.
utapiga kelele wapi? Yaani kuna pango wamekupangia wewe hasara, utapata hasara, hautatoboa, hautanyanyuka. Wewe kesho ninapokuja kwenye maombi hapa, hilo pango alilopanda ninamfuata mahali aliko, nipangie hilo pango na ning'oa kwa jina la Bwana. Sema ng'oka. Sema tena ng'oka. Kwa hiyo pointi ya kwanza kwenye kile ambacho nakuwa nakufundisha, pointi ya kwanza, unapoombea kusudi lako juu ya ardhi au udongo, jambo la kwanza ambalo unaweza kuliombea ni kufuta kumbukumbu zote ambazo zinazuia kusudi lisitokee. Andika hiyo. Unapoombea, agenda ya kuombea kusudi lako kesho, tunapokuja hapa, tunapoombea kusudi lako kesho, ni kufuta kumbukumbu zote zilizoandikwa kwenye ardhi ambazo zinahusiana na kusudi lako. Imeandikwa hapa kitabu cha Yeremia. Tufungue pamoja. Yeremia 22:29. Kitabu cha Yeremia 22:29 na mstari wa 30. Kumbe mimi ninapoendelea na makusudi kwenye ardhi yangu, kuna kitu kimewekwa kama kumbukumbu. Najaribu kujitoa kutoka, kimebaki pale. Unajua ile kumbukumbu ndio inayoleta madhara ya wewe kutokwenda mahali. Mmepata? Tusome Yeremia 22:29-30. Mmepata? Twende. Twende mstari wa 30. Bwana andika kwamba hana watoto. Hebu sema moja, hana watoto. Mbili, twende. Umeona hii nchi naambiwa kwamba mtu huyo hatafanikiwa siku zake zote. Nchi andika Atanasi. Unaweza kuhubiri Tanzania nzima ukaambiwa kubatishe. Nchi iliambiwa Atanasi atahubiri awe ni wabatishe na machinzi. Bwana asifiwe. Mmechukia nini sasa? Hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Umeona hiki kitu jamani? Kwenye uzao wako nchi niambiwa hapana mtu atakayefanikiwa. Mnaona wote pale nyumbani, wote level moja. Mimi nilianzaga maombi ya kujitoa, nikasema mimi siko kwenye mikataba yao. Kama wao wako hivyo wabaki hivyo, mimi hapana. Natoka. Nenda kaangalia na mashambulizi makali mno. Lakini nini? Ile kusudi limezuiliwa kwenye nchi. Nchi ilishaambiwa pamoja amewekewa kusudi, ndani yake ni mkurugenzi. Lakini andika hivi, kama yeye ni mkurugenzi, wewe andika hivi, hatafanikiwa. Haujaona mtu ni mkurugenzi analipwa mshahara milioni 3, milioni 4, ni afadhali ya ule muuza nyanya ambaye anajipatia pale kwa faida kwa 20,000 kuliko ile milioni 3. Kwa nini? Nchi imeandika hatafanikiwa, hatanyanyuka, hataenda mahali. Mimi natamani kuwaona hapa mwaka unaofuata na mwaka utulio nao mmepata mafanikio makubwa. Tuisemeshe nchi, nitakaa hapa, nitafanikiwa, nitajenga, nitaendesha, nitasafiri. Sema amen. Kesho ukija, hata kama utakuwa umesahau, chukua udongo wako nje. Tunataka tumwambie udongo hivi, wewe sikia, mimi naenda kufanikiwa. Unataka utaki, naenda kufanikiwa kwa jina la Bwana. Uko tayari? Uko tayari? Maana yake kuna mbegu ambayo imeandikwa kwenye ardhi inazuia mafanikio yako. Inazuia mafanikio yako. Siku moja mimi napenda kwenda huko maporini kuomba. Nikawa nimetoka pale Arusha, naenda kuna mlima mmoja huko Olilai Kimeroko. Unapanda huko juu kabisa, ukifika huko kuna mlima mkubwa, kuupanda ni shida. Nikawa nimepanda nimeenda mpaka kule juu. Nilienda asubuhi, nikawa na yale maombi, sikuwa nataka kulala huko porini, nirudi jioni. Kwa hiyo nikawa nimeenda niko kule, naomba leo porini
ukienda uwe na roho. Mimi nakwambia ukweli, kuna mambo ya ajabu huko porini hujawahi sikia. Yaani ukiwa na maombi uwe na roho. Kwa nini naomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nazunguka kule porini. Nimepewa kibegi changu. Naenda. Baadaye nikaona kama kafurushi kamening'inizwa porini mbali. Kamening'inizwa kale kafurushi. Nikaomba, afu nafsi inaniambia si ufungue. Akili inaniambia ukifungua ukikutana na bomu. Kwa hiyo endelea kuomba. Mimi naomba, afu baadaye najikuta tu nimerudi tena kwenye kale kifurushi. Nikasema Mungu nisaidie, na akafungua. Nikapambana wale, nikachukua kisu nikakata. Nikafungua ndani. Kufungua ndani nikakuta majina ya watu yamewekewa lamination. Yaani majina, nafikiri ile ni ukoo. Maana yameandikwa majina mengi yana lamination. Na kila kwenye jina moja imewekwa kapini. Unafahamu zile office pin. Kale kapini kale. Yaani kila jina kamechoma kale kapini. Kamechoma jina kamechoma. Yaani kila jina limechoma. Alafu wamezungushia na udongo kwenye ile jina. Yaani yale majina yamezungushwa, yaani ningekuwa nimekapiga picha ungekaelewa. Haya majina yana lamination. Alafu yamezungushia udongo huko. Yamezungushia udongo, alafu baadaye kuna damu. Ile damu ilishaoza. Kwa hiyo inaonekana yalikaa muda mrefu. Nikachukua yale majina. Nikasema Mungu, hao watu wamefungwa, wao hawajui. Lakini walipofungwa, wamefungiwa kupitia nini? Ardhi. Maana yake ule udongo ni ile ardhi, wamefungwa. Inawezekana ile ardhi imesemeshwa kwamba watu hawa hawatajenga, hawatasafiri. Mimi katika kila majina nikaanza kuomba. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nachomoa hii kisindano. Nachomoa, unajua ule ni kama mwiba. Unakutana na maisha, yaani wenye wa kuchomwa, kuumizwa, kuteseka, kilio tu, watoto, wajukuu, vitu vinakataa mahali, nimechoma mahali. Kwa hiyo nikachomoa, nikachomoa. Baadaye tu nikasema Mungu nisaidie. Nikutane na hao watu kwa namna ambayo mimi siwajui, lakini nikutane naye hata mmoja tu kwa namna ambayo sijui. Nikaendelea kuomba, nikatoka zangu hapo, nikaenda kwenye msemi na huko. Siku moja nikiwa Mererani kule Arusha. Naendelea na semina, nafundisha nini, nikasoma maombi. Kwenye kusoma maombi, mama mmoja mkubwa akalipuka mapepo. Akasema wewe Mkenya, una kelele sana. Ulikuja mlimani. Nikasema sasa nilikuwa nishasahau. Sisi tumeshakaa siku nyingi. Ulikuja mlimani, nilikuja kufanya nini? Nikasikiliza pale. Akasema ukaanza kutotoa. Nikakumbuka ni wewe. Nikaanza kupeleka ofisini. Huyu atukemea mambo, mpeleke niko na nisubiri. Akaenda ofisini, amekaa kule. Ana mapepo saa hizi akakaa tulia. Nikamwambia maisha yenu yanaendelea. Akaeleza akasema yani tumeteseka. Lakini baada ya kama miezi mitatu hivi tunaanza kupata uafueni hata kwenye boma na watu, magonjwa yalitulia na vitu vingi. Sasa anaposema baada ya miezi miwili mitatu hivi, mimi ndio nilikuwa kule ninamfungua mtu. Unaona huyu mtu amefungwa na udongo, kapelekwa mlimani. Na mimi nakusii leo, nakwambia tu kitu cha kawaida. Sio tunaenda mjini wakati mwingine umeshikwa na kahaja kidogo. Huku mjini si tunavyo. Sio kila karatasi baada ya kujifutia. Yale ni majina ya watu wanayopelekaga chooni. Ukiingia mle, chomoa karatasi moja. Hayana mavi yale, usiogope. Wewe chomoa karatasi moja. Ukifungua hivi unakuta kuna majina mzuri ya mahali. Kuna mtu kaandikwa chooni au ni ambaye vyo vya manispaa. Pembeni watu wanaandika majina ya watu. Yale majina wanayoandika mle, ile harufu yote inayotokea usiku, mchana, jioni, watu wanakuja kujisaidia manufaa hapo kwenye hivyo vya manispaa. Ile harufu ndio yule mtu amesemezewa. Ananuka asubuhi, ananuka mchana, ananuka jioni. Nisikilize. Uje kesho kwenye maombi tukutoe. Msonge kidole jirani yako, ndio wewe kesho uje. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini kuna mahali amefungwa? Anasema mtu ni wa udongo, mtu ametoka katika nchi lakini ni wa udongo, na yule aliyetoka katika nchi ni wa udongo amesemezewa maneno yote aliyosema tunayafuta kwa jina la Bwana. Pointi ya pili kwenye maombi ya
wangu umeisha. Baki dakika 4. Wacha niseme tu. Pointi ya pili kwenye maombi ya kesho. Tutaenda kuomba kwa ajili ya laana, lakini hii laana walikulaania ile kusudi lako kwenye ardhi. Waliambia ile ardhi wakalaani kwamba tunalaani kwa kupitia ardhi watoto watakaotoka umwao wenda wazimu wote, na imekuwa hivyo. Vichaa imekuwa hivyo. Kuna laana ambayo imewekwa pale, laana ambayo inasababisha matatizo, laana inayosababisha magonjwa, laana inayosababisha ukaufu ndani ya mtu. Yeshua 6:26. Andika tu hii. Kitabu cha Yoshua 6:26. Itakuwaje wewe uishi kwenye ardhi ya namna hii? Kusudi litatokea, kwa sababu ile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kuna mahali ardhi imesemeshwa, imejaa laana, imejaa vifungo, imejaa mateso, imejaa kuonewa, imejaa lawama, imejaa mambo ya aina mbalimbali. Ile ardhi ni maombi yangu siku ya kesho, kwamba Bwana atuinue mahali. Niinue Bwana kutoka mavumbini. Bwana hapo kwa hiyo mnakajua. Bwana asifiwe. Nimemaliza. Baada kuweka sawa kwa ajili ya kesho. Kesho tunataka tuombe. Mlisikia watu wa Mkimbizi. Jina lenu nzuri sana. Mnaitwa Mkimbizi. Kesho tunawakimbiza kila mkimbizi aliyekimbilia Mkimbizi. Kesho tunamkimbiza balaa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa na maombi kesho. Na yale maombi ambayo tutayaomba ya kuvusha mahali kwa jina. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Fikiri ni pando lipi lilipandwa kwenu? Ni pando lipi ambalo umepandiwa wewe? Kuna mapando ambayo yamepandwa hata huwezi kuyaeleza, lakini hapo yamepandwa, yamekaa mahali. Hili pando tunataka tuling'oe kwa jina la Bwana. Lazima hili pando litoke. Pando la watoto wangu kuwa wa mwisho. Pando la hasara. Unafanya vitu ni hasara from morning to evening. Hasara. Kila mwanzo wa mwezi hasara. Nataka tumuombe Mungu jamani kesho. Mimi kusudi langu nataka nifike mahali. Kuna watu ndani yao wamewekewa vitu vikubwa sana. Umewekewa umiliki mahelikopta, uwe na mandege, uwe na nini, lakini kuna udongo umesemewa ndani. Kuna ardhi imesemewa ndani. Huyu asitoboe. Utatoboa kwa jina la Bwana. Sema natoboa. Sema naenda. Najenga. Nasafiri. Nainuka. Hata kama umezeeka sema na mimi nimo. Haleluya. Kama mabasi mkali shida umezeeka, ndege zipo. Na Iringa tumeletewa ndege. Panga wewe. Panga nenda ukitembea kutoka hapa Dar es Salaam tu. Ni risali moja tu. Huni hata mgongo wala uchoki. Bwana asifiwe. Sisi kama mnanielewa hapo. Kama hujafa wewe umeenda na wewe London. Kama hujafa na wewe umeenda Dubai. Kama ninaongea na watu hapa wamekaa kimya. Before I died, lazima niwe nimefika mahali kwa jina la Bwana. Haleluya. Kabla wewe hujalala kaburini, nunua hata visti tu kale kagari kadogo namna hii. Ukiimba unapungia na wengine waelewe. Tunatoka kwenye mikwamo. Spirit of stagnation. Roho ambayo inakukwamisha mahali. Roho ambayo inakuficha mahali. Oh my God, my Lord. Hapo lazima tutoke kwa jina la Bwana. Ndio maombi yetu kesho. Ndio maombi yetu hapo. Maombi yetu lazima tutoke kwa jina la Bwana. Na vile unaweza kung'ang'ana. Unajua mimi na uhakika maombi yanatoa mtu.
nina uhakika, yaani maombi haya tukiomba, tukimaanisha lazima utoke. Bwana asifiwe. Na nenda kawaangalia waombaji, tunaona na mabadiliko fulani, lazima utoke. Sikia, dunia hii tunayoikaa inaitwa dunia ya kanuni. Naomba mnisikilize. Dunia tunayokaa ni dunia ya nini? Ya kanuni. Na kanuni ziko katika pande ngapi? Mbili. Kuna kanuni za roho katika Mungu, alafu kuna kanuni za mashetani katika shetani. Sio somo ambalo nataka nikufundishe sasa, lakini nakuandaa kwa ajili ya maombi ya kesho. Na kama unataka kutoka, nenda kwenye kanuni za kiroho zinazotokana na roho. Bwana asifiwe. Amen. Hivi unafikiri kwa nini watu wengi sana hawafanikiwi?